Karibu mtazamaji. Maofisa wa polisi wamezingira ofisi ya ubalozi wa Tanzania hapa Nairobi kuwadhibiti wanaharakati wanaopania kufanya maandamano kuhusiana na kukamatwa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi. Japo duru zinaarifu huenda Mwangi ameachiliwa, bado hajaonekana au kuzungumza na walio karibu naye. Mwandishi wetu Emmanuel To anafuatana na waandamanaji hao katika eneo hilo na sasa tunaungana naye mubashara kwa taarifa zaidi. To. Na asante sana Babu, tunakuja moja kwa moja kutoka katika afisi za ubalozi wa Tanzania hapa jijini Nairobi. Na kile ambacho kinajiri ni kwamba maandamano hayo ambayo yalikuwa yamepangwa na wanaharakati ambao wanataka Boniface Mwangi kuachiliwa yamesitishwa, na waandamanaji hao wameondoka hapa pamoja na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanashika doria katika eneo hili. Hii ni kufuatia taarifa ambazo bado hatujahakikisha kabisa, lakini zimetoka kutoka kwa mojawapo wa wakurugenzi katika afisi ya waziri wa masuala ya nje, ambaye ametuarifu kwamba Boniface Mwangi ameachiliwa huru na kwamba alisafirishwa kwa barabara kwa gari kutoka Tanzania, manake alikuwa katika upande wa Dar es Salaam akipelekwa moja kwa moja hadi Ukunda. Kwa sasa kikosi chetu cha wanahabari kiko katika kaunti ya Kwale kuweza kuhakikisha taarifa hiyo, lakini bado hajaonekana. Lakini taarifa ambazo zinatufikia ni kwamba ameachiliwa huru na kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali moja katika kaunti ya Kwale kule Ukunda. Lakini yale ambayo yamejiri yamefuatia matukio mengi siku ya leo, ambapo Wizara ya Masuala ya Nje imeandikia taarifa Wizara ya Masuala ya Nje ya Tanzania ikiwaambia kwamba imewanyima nafasi ya kuweza kuzungumza na raia wake ama kuwasiliana naye. Kumbuka Boniface Mwangi amekuwa Tanzania kwa takriban siku 4 hivi tangu alipofika wiki hii ilipokuwa inaanza, pamoja na wanaharakati wengine ambao walikuwa wameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu, ambaye ilikuwa inaendeshwa siku ya Jumatatu na Jumanne haswa. Na bila shaka kuna Wakenya wengine zaidi ambao wameachiliwa, Wakenya 6 wakiongozwa na Martha Karua, kiongozi wa chama cha PLP, pamoja na aliyekuwa mwanasheria mkuu ambaye pia aliachiliwa siku ya Jumatatu tukikutana naye katika uwanja wa ndege wa JKIA. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yamejiri, na kumbuka kwamba pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema kwamba hata ruhusu watovu wa nidhamu kwenda kutovuka kule. Hivyo ndivyo alivyosema, na kwa hivyo ni swala ambalo lingeleta mgogoro wa kidiplomasia, lakini kwa sasa ni kule tu ambacho kinajiri ni kwamba serikali ya Tanzania ni kama imesalimu amri na kumwachilia Boniface Mwangi. Babu. Asante sana To kutoka nje ya ofisi za ubalozi wa Tanzania hapa mjini Nairobi. Kwingineko, Wizara ya Mambo ya Nje imeitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru mwanaharakati Boniface Mwangi aliyekamatwa huko Dar es Salaam siku ya Jumapili. Mwangi alikamatwa na watu wanaoshukiwa kuwa maofisa wa kijeshi baada ya kusafiri kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani wa Chadema Tundu Lissu. Siku ya 4 baada ya Mwangi kukamatwa, tumearifiwa kama alivyotuarifu hapo To ni kwamba huenda kwamba ameachiliwa na sasa yuko huko Kwale. Kwingineko, Rais Ruto amewakashifu viongozi